Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome na mtangazaji wa ishara ni William Sila. Tuanze na masuala yanayohusu usajili wa wapiga kura ambapo takriban watu milioni 1.5 wamejisajili kuwa wapiga kura kufikia sasa, ikiwa ni asilimia 53.94 ya malengo ya IEBC katika awamu ya pili na ya mwisho ya usajili. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati hata hivyo amekiri kuwa bado kuna kibarua kikubwa kinachowakabili katika kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6 kulingana na malengo yao. Shughuli ya kuwasajili wanafunzi katika taasisi za elimu itaandaliwa katika vyuo vikuu vya humo nchini na vingine vya elimu kwa muda wa siku 7 kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 14 mwezi wa Februari. Usajili wa wafungwa walio gerezani utafanyika kuanzia tarehe 20 hadi 27 mwezi Februari. Hata hivyo, katika uchaguzi wafungwa wataruhusiwa tu kumpigia kura mgombea wa urais pekee. Kamati maalum itaketi hapo kesho kujadili mikakati ya kuwapa nafasi ya kupiga kura wa Kenya wanaoishi nchi za ughaibuni. Aidha, IEBC imesema uchunguzi mpya kuhusu hitilafu iliyoripotiwa awali katika usajili wa wapiga kura imethibitisha kwamba rekodi za wapiga kura 50,174 kati ya 128,926 ziko sahihi. Pia wameanzisha uchunguzi kuhusu madai ya watu kuhongwa ili kubadili vituo vyao vya kupigia kura. Na mtazamaji, tukiwa bado katika swala hili la kuhusu takwimu ambazo zimetolewa na IEBC, tuangazie sasa usajili katika baadhi ya kaunti 10 ambazo zimeorodheshwa kuwa bora katika kutimiza yale malengo yaliyowekwa na IEBC. Tunaona kwamba kaunti ambazo ziliafikia malengo ya IEBC ni Kajiado, Mandera, Kirinyaga, Kiambu, Murang'a. Kaunti nyingine ambazo zimetimiza yale malengo ya IEBC ni Narok, Nakuru, Wajir, Tana River na Garissa. Kaunti 10 ambazo zimetimiza yale malengo yaliyowekwa na IEBC. Tukiangazia kaunti ambazo zimesajili watu wengi ikilinganishwa na yale matakwa ama malengo yaliyowekwa na IEBC ni Nairobi, Kiambu, Nakuru, Meru, Mombasa, Kilifi, Kakamega, Murang'a, Machakos na Kisumu. Kaunti za Nairobi na Kiambu zikiwa kaunti ambazo zimeorodhesha watu wengi zaidi. Nairobi ikiwa na takriban watu 182,265 waliosajiliwa katika kipindi cha majuma mawili, na Kiambu takriban watu 106,223. Tukiangazia kaunti ambazo zimesajili idadi ndogo zaidi ni kaunti za Vihiga, Nyeri, Kisii, Kericho, Kakamega, Bungoma, Siaya na Kitui. Na alipokuwa akihutubu hii leo, mwenyekiti wa IEBC ametoa wito kwa wale wanaohusika na usajili katika kaunti hizi ambazo zimerekodi idadi ndogo ya watu ambao wamejitokeza kusajiliwa kutia bidii ili kuhakikisha watu zaidi wamesajiliwa. Tupate kauli mwenyekiti wa IEBC, tutaipata muda usiokuwa mrefu, lakini bado tukiwa katika masuala haya ya usajili ni kwamba maandamano yamefanyika katika afisi za Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka tawi la Kajiado, wenyeji wakidai kuwa shughuli ya usajili wa wapiga kura inakumbwa na ukiukaji mwingi wa sheria, hali kadhalika siasa. Zaidi ya vijana 200 waliokuwa wamebeba mabango ya kukashifu IEBC walitoka sehemu mbalimbali za eneo bunge la Kajiado ya Kati. Waliingia kwa nguvu katika afisi za IEBC na kuwavuruga maafisa wa IEBC waliokuwa wakiwasajili wapiga kura. Huyo kijana alichaguliwa na IEBC na wakati alifanya interview na akapita akaenda kufanya hiyo kazi, tumeshindwa kwa nini alienda kuvutwa kazi na simu ama alivutwa na barua. Sababu gani? Hawezi ongea na Ngedienye, hawezi ongea na Mimusi, na hawezi ongea na MCA fulani. Wakaenda dina wakasema mfute huyo kijana sababu hatuna namna kuona hiyo file. Sasa ndio tunasema huyu jamaa hatuna amani na yeye. Saitabau anatunyanyasa sisi watu wa huko mashinani. Watu wa Dalalekutu ward, clerks, they are about 63. Na wale watu tunaendelea kukata nao kura, they are selected people. Watu wamechaguliwa huyu na huyu, they are appointed. Wale sisi tunaumia tukiwa Dalalekutu ward
tunaumia kwa sababu Saitaba ametuumiza. Wale clerks sisi tulikuwa tunataka waingie wafanye hizo kazi, hakuna. Kiongozi kama huyo kama anaweza kuegemea mrengo moja ama mwingine, hiyo ni kumaanisha sisi kama wananchi hatuna imani na yeye. Na sisi na amekuwa akihangaisha watu, ukijaribu kuja kukata kura kama wewe hauna connection na Memusi ama Ngedienye, amekuwa na maswali mingi, amekuwa na kutuma watu shughuli mingi, na hiyo hatutawezana naye. Naibu Rais William Ruto amewataka wenyeji wa Pokot Magharibi kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura na pia kuwarai waunge mkono kuchaguliwa tena kwa serikali ya Jubilee katika uchaguzi mkuu ujao. Akihutubu katika eneo la Sigor, Ruto amesema njia ya pekee ya kuhakikisha kuwa ajenda ya Jubilee inaendelezwa ni kuunga mkono chama hicho katika kura zijazo. Ruto aliandamana na gavana wa eneo hilo Simon Kachapin miongoni mwa viongozi wengine. Haijawahi fanyika kwa miaka 50. Maendeleo ilikuwa kidogo sana, lakini kwa miaka 3.5 imeshinda yote ile miaka 50 ya Mwafrika na ile miaka 20 ya mzungu. Na hapa town hii ukiingia usiku ya excellence unafikiri huko Nairobi. Hata hii watu hakuna haja ya kwenda Nairobi tena. Sisi kama wananchi tukue macho kusaidiana kwa information. Mkiona mkora amepita hapa, sio mtu ya Sigor, anataka kwenda kujaribu kuharibu amani upande ule, mtuambie sisi ama tuambie watu wa serikali ili tuondoe ile mbegu mbaya katika ndani yetu. Tumedhibiti hali ya usalama, bado tuko na changamoto sehemu chache ya watu ambao bado wanashiriki katika ile dini ya kuiba ng'ombe, na sisi tumesema that as well must come to an end. Naelewana? Tumeweka askari, tumeweka NPR na tumekubaliana na IG ya kwamba tutakuwa na police reserve wa kutosha kuungana na polisi wale wengine ili kuhakikisha kwamba kuna usalama wa mali na maisha na biashara na watoto wa watu wa kaunti hii. Serikali inatengenezwa na wananchi. Na inatengenezwa na wananchi kwa kupiga kura. Sawa sawa? Serikali haitengenezwi kwa kupiga makelele ama kwa kupiga mbinja ama kwa kupiga sijui nini. Ni kwa kupiga nini? Kupiga kura. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Sigor na watu wa West Pokot, ndio nimekuja hapa niwaambie bado kuna kura karibu 1,100 ambayo haijachukuliwa katika West Pokot hii. Mnanisikia? Kura ngapi? 100,000. Jaji wa mahakama inayoshughulikia mizozo ya wafanyakazi na waajiri Helen Wasilwa atatoa uamuzi siku ya Ijumaa wiki hii kuhusu rufaa iliyowasilishwa mahakamani na viongozi wa muungano wa madaktari dhidi ya kukamatwa kwao. Hii leo mawakili wa madaktari pamoja na wale wa serikali kuu na serikali za kaunti waliwasilisha hoja zao mahakamani kuhusu uamuzi uliotolewa na Jaji Wasilwa wa kuwaweka gerezani saba hao kwa muda wa mwezi mmoja. Mawakili wa baraza la magavana wamepinga rufaa ya madaktari. This court has an obligation to also render a judgment or a ruling to the application that is before it. And I will therefore render a ruling on the 3rd of January, that is Friday, 3rd of February. 3rd February, that will be on Friday this week. And in the meantime, I'll still suspend the sentence to that date. Have a good day. Waziri wa masuala ya nchi za kigeni Amina Mohamed ameyakubali matokeo ya kura katika kinyang'anyiro cha mwenyekiti wa Tume ya Mataifa ya Jumuiya ya Afrika. Amina amempongeza Musa Faki Mahamat na kumwomba kutia bidii katika kuleta umoja barani Afrika. Amedai uchaguzi huo ni dhihirisho kuwa bara la Afrika limegawanyika vibaya. Kadhalika kiongozi wa walio wengi bungeni Eden Duale amesema mataifa ya Afrika Mashariki yalionyesha kinyongo dhidi ya Kenya. I just want to wish the
Chadian candidate, and all the best. It's not an easy job, it's a difficult job, and I think the elections were proof of that you have a really divided continent, a highly divided continent. That 16 countries abstained, right, from his final vote is a clear manifestation of that division. So he has a big job ahead of him to make sure that he unifies the continent. I think we're more divided now than we ever were, and the divisions are quite artificial, actually. I've said before that it's sad that Africa is divided along language lines, and yet those languages do not belong to us, and the owners of those languages do not fight amongst themselves, right? I don't remember a time when the UK and France were fighting over their languages. They've left that fight on this continent. And I think that's one of the things that really needs to be urgently addressed. Because if it's not, it will continue to divide the continent. And for as long as we are divided, Pan-Africanism is dead, right? It's completely dead. 4 countries in East Africa did not side with Kenya. And I think it's because of Djibouti had a good reason. They said the deputy was from Djibouti. And if Amina won, then there was no way the deputy can come from the same region. So them. But the rest, I think, Kenya, I think, is faced with the one problem within her neighbors. And in the last 3 years, Kenya foreign policy has really profiled with a number of visits and conferences. And so there are people within the African continent and even our neighbors who view Kenya as an emerging powerhouse in Africa. And I'm sure they didn't want that. So if we have lost 4 countries in our region, if they voted for us, Amina could have been the chair today. So the problem is not even about other African countries, is our friend. Vuguvugu la National Super Alliance NASA limetangaza rasmi kamati ya mikakati itakayohusika katika kujadili mbinu za kumpata mgombea urais miongoni mwa vinara 4 katika muungano huo. Kamati hiyo ya watu 12 inajumuisha watu 3 kutoka vyama vya ODM, Wiper, Ford Kenya na ANC. Vinara wote 4, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, waliafikia uamuzi baada ya kuandaa mkutano wa faragha hapo jana. Viongozi hawa pia wanapanga kuandaa mkutano wa hadhara katika kaunti ya Bomet siku ya Jumamosi. They will start work immediately and make proposals which will be ratified by the leadership of the coalition on matters including the following: 1, joint platform manifesto and blueprint on issues of concern and on challenges facing the country. 2, the organizational framework and structures for the coalition and its secretariat. 3, audit of the electoral system, election laws and processes, and the capacity of IEBC to conduct free and fair elections. This is a preliminary but vital step in establishing a grand coalition and the National Super Alliance. The Super Alliance is a coalition for purposes of cementing opposition unity in the 2017 elections and forming a people-focused government thereafter. It carries on broad groups including trade unions, business community and employers, the civil society, self-help groups, women and youth organizations, chairmans, meaning political parties, transport associations, religious organizations, student organizations, and individuals. On every account today, Kenyans see more doom and gloom every day than success and prosperity. Strikes, public theft, exclusion, insecurity, rising cost of living, unemployment, an endless war in Somalia, and bad governance are now the order of the day in our lives. We want to bring hope and happiness back to our land.